utakosea hata kidogo endapo utasema kwamba hatima ya ubingwa wa Yanga katika mechi 3 zilizobaki za kuhitimisha msimu wa ligi kuu 2025-2026 ipo pia mikononi mwa Azam katika mechi yao ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara itakayochezwa saa 10 jioni kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, ambapo katika muda huu Yanga Azam watakutana katika mechi hiyo ambayo matukio yake yanaweza kwa kiasi kikubwa kutoa mwenendo, kutoa picha juu ya harakati za Yanga katika kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara 5 mfululizo, lakini pia harakati za Azam katika kuhakikisha bado inapambana, haijaisha hadi iishe, kwa sababu mpaka sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara Yanga wako nafasi ya kwanza, wako pale juu kileleni wakiwa na pointi 66, mechi 27. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba wako katika nafasi ya pili, wao wana pointi 64, ilhali Azam wako katika nafasi ya 3 wakiwa na pointi 58. Kwa lugha nyingine, Azam wameachwa pointi 8 na Yanga. Ikitokea Azam wanashinda leo hii, maana yake watakuwa na pointi 61, maana tutaongeza pointi 3, tutakuwa pointi 61. Yanga watabaki kuwa na pointi 66, tofauti ya pointi baina yao itakuwa ni pointi 5, huku mechi zikiwa sasa zimebaki mechi 2 baada ya kumalizika kwa mchezo wa leo. Mechi hii ni miongoni mwa mechi takribani 8 zitakazopigwa kwenye viwanja tofauti tofauti katika mzunguko wa 28, maana kila timu imeshacheza mechi 27. Lakini ikitokea Azam wameshinda kwa mfano huu, manake Yanga wanajiweka katika hatari ya kupinduliwa pale juu kileleni na watani zao jadi Simba, endapo Simba ambao pia kuanzia saa 10 jioni watacheza dhidi ya Mtibwa Sugar. Wakishinda, manake Simba atatimiza pointi 67 na matokeo yake Yanga kuporomoka kutoka kileleni na kuwa katika nafasi ya pili kwa kuzidiwa na watani zao jadi Simba. Endapo Yanga itafungwa, Simba itashinda. Lakini kinyume chake, Yanga kama watashinda dhidi ya Azam, maana yake wataendelea kupeta pale juu kileleni kwa kutimiza pointi 69, na haitajalisha kwamba watani zao jadi Simba au timu nyingine yoyote matokeo yake kama ikishinda, ikifungwa Simba au timu nyingine yoyote, basi Yanga bado wataendelea kuwa pale juu kileleni. Wakati huo watajiweka katika mazingira mazuri ya kutoa taji la 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu sasa zitakuwa zimebaki mechi 2 tu ili kuhitimisha ligi hiyo. Lakini haitakuwa mechi nyepesi hata kidogo. Ni kwa sababu gani? Yanga na Azam katika miaka hivi karibuni shughuli huwa nzito, hasa msimu uliopita 2024-25 Yanga Azam kila mmoja alipata pointi 3 kwa mwenzake. Mechi ya kwanza Yanga walifungwa kwa bao 1-0, nakumbuka vizuri. Azam ndio alishinda 1-0, lakini katika mechi ya mzunguko wa pili Yanga walishinda 2-1. Kwa lugha nyingine, kila mmoja alitoa pointi 3 kwa mwenzake, kila mmoja alifunga mabao 2, kila mmoja aliruhusu mabao 2. Msimu huu katika mzunguko wa kwanza mechi yao iliisha kwa suluhu, hakuna aliyeshinda, kila mmoja alipata pointi 1, hakuna aliyefunga goli, hakuna aliyeruhusu goli. Lakini kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB juzi tu hapa kwenye uwanja wa CCM Kirumba pale jijini Mwanza, Azam wakaing'oa Yanga kwa kuifunga mabao 3-2 katika nusu fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, na hivyo Azam chini ya mwalimu Florent Ibenge wakaing'oa Yanga, ambayo kwa lugha nyingine ikaifanya iteme ubingwa wa kombe la shirikisho la benki CRDB ambao Yanga walikuwa wakiushikilia katika misimu 4 mfululizo. Aliyetibulia mpango wa Yanga kutoa tena ubingwa wa kombe la shirikisho la benki CRDB walikuwa ni Azam, katika mechi ambayo dakika 120 zilazimika kuchezwa ili kumpata mshindi, kwa sababu katika dakika 90 za kwanza matokeo yalikuwa 2-2, lakini kwenye dakika za nyongeza Azam wakafunga bao la 3 kupitia kwa GFT Kitambala Bola. Sasa leo tena wanakutana. Yanga wanajua kwamba endapo watateleza na kupigwa na Azam kama ilivyotokea katika kombe la shirikisho la benki ya CRDB, maana yake wanahatarisha uwezekano wao kutoa tena ubingwa mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, kama ambavyo wamesitishwa kasi yao hiyo na Azam katika kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Ni kwa sababu itategemea sasa mechi 2 za mwisho ambazo hatima yake haitakuwa tena mikononi mwao.
itategemea wao washinde, halafu waombee mabaya timu nyingine ikiwamo Azam, lakini hasa mpinzani wake wa karibu Wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba naye ateleze katika hizo mechi zitakazobaki endapo watafungwa. Sasa kwa sababu hiyo yote, mechi inatarajiwa kuwa ya ushindani mkali. Kufikia leo hii, kila timu ikiwa imecheza mechi 27, Yanga mbali na kuongoza pale juu kileleni, Yanga ndio timu yenye mabao mengi zaidi katika ligi kuu Tanzania bara. Azam inashika nafasi ya 3 kwa sababu ya pili kwenye kufunga mabao mengi ni Simba. Kivipi? Yanga pia katika upigaji mashuti, kufanya majaribio ya kutaka kwenda kufunga, wakiwa chini ya kocha Abdi Hamid Mwalin hivi sasa na mwenzake Patrick Mabedi, wanafika zaidi na kufanya majaribio, huku uwezo wao wa kubadilisha nafasi kwa mabao ukiwa juu zaidi kuliko Azam. Lakini wanapokutana wao, wakati mwingine mambo huwa tofauti, kama tulivyoshuhudia kwenye mechi iliyochezwa pale CCM Kirumba jijini Mwanza. Iko hivi, Yanga mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara wanashika nafasi ya pili kwa kufanya majaribio mengi ya kufunga, kwa sababu tayari Yanga wameshapiga mashuti 254, kati ya hayo mashuti 136 yamelenga shabaha, halafu wao wamepigiwa mashuti 33. Matokeo yake ni nini? Yanga imefunga mabao 62 goals, mabao 62, lakini imeruhusu mabao 9 baada ya kupigiwa mashuti 33 ya kulenga shabaha. Haya mashuti ya wapinzani yamelenga shabaha. Kwa lugha nyingine, kwa kufunga mabao 62 baada ya kupiga mashuti 254, goal conversion rate ya Yanga, uwezo wa Yanga kubadilisha nafasi kwa mabao, utaona hapa ni around 225. Kati ya haya mashuti 103 yamelenga shabaha, halafu Azam wamefunga mabao 42, wameruhusu mabao 9. Goal conversion rate kwa vipimo hivi vya kupiga mashuti 225 ili kufunga mabao 42, hesabu yake ndio mtazamaji, ambao ni Stats Sport Next Level, unachukua 42 jitihada zilizofanyika mashuti 225 na zidisha kwa 100, utakuta hapa ni around 19%. Kwa lugha nyingine, Yanga wanatumia zaidi nafasi wanazozipata wakati wanapokwenda kushambulia kuliko Azam. Sasa leo hii itakuwa vipi? Kwamba Azam dhidi ya Yanga wataimarisha eneo lao hilo la mwisho kama walivyofanya katika kombe la shirikisho la benki ya CRDB na kupata matokeo mazuri, ama Yanga wataonyesha makali yao leo hii, kwa sababu wanatambua Yanga msimu huu wakati ukiingia walikuwa ndio mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara, mabingwa kombe la shirikisho la benki ya CRDB, mabingwa kombe la muungano kwa kile walichokifanya msimu uliopita, lakini tayari wameshapoteza kombe la muungano kwa kupoteza mechi waliocheza dhidi ya watani zao jadi Simba pale kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, na kucheza mechi ya leo hii. Tayari wameshapoteza kombe la shirikisho la benki CRDB, na sasa kwa mataji ya ndani makubwa Yanga lililopo mikononi mwao ni la ligi kuu Tanzania bara, ikiwa imebakiwa mechi 3 ikiwamo ya leo hii dhidi ya Azam, halafu wana mechi 2 dhidi ya JKT Tanzania ambayo itakuwa mechi ya mwisho, lakini pia wana mechi dhidi ya TRA ikina Chobwedo. Sasa kwa sababu hiyo ni mechi ambayo Yanga kwa rekodi hizi manake wana kitu cha kufanya kuhakikisha wanabakisha matumaini yao ya kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kupoteza mataji mengine. Lakini kwa Azam kile walichokifanya pale jijini Mwanza kwenye uwanja CCM Kirumba kinaweza kawafanya wasitishwe na takwimu hizi kwa ujumla tangu ligi kuu Tanzania bara msimu ianze, kwa maana mechi 27, badala yake wakenda na mbinu zao za kuhakikisha wanapata wanachokihitaji chini ya kocha Flora Ibenge. Sasa itakuwa vipi? Yanga kwenye kikosi chao mara nyingi hutumia baada ya golikipa mfumo huwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2 hivi karibuni, ambao kule juu huwa ni Okelo, huwa ndo wanaanza, lakini na Dube. Lakini Azam wao mara nyingi hivi karibuni mfumo wao mara nyingi hii ni Yanga. Azam mara nyingi huwa kama ilivyokuwa pale jijini Mwanza na katika mzuko wa kwanza, baada ya golikipa wanakuwa na walinzi 4, viungo ukabaji, watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Jephte Kitambala Bola aliingia katika kipindi cha pili pale jijini Mwanza akawaletea matokeo. Inategemea watamwanzisha au watamwanzisha Ja kama Ngangita kama ilivyokuwa katika kipindi cha kwanza kabla baadaye kipindi cha pili kuingia Kitambala Bola. Lakini kwenye hawa watatu ndipo unamkuta Idi Nado mwenye kiwango kizuri cha upachikaji mabao na assist, akiwa jumla amechangia mabao 15 kwa maana mabao 8, assist 7, mabao 8. Lakini kuna Feitoto Faisal Salum yupo kwenye kiwango bora sana kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, ndiye anaongoza kwa mabao akiwa na mabao 14, lakini pia ameshatoa assist 8 akichangia mabao 22. Faisal Salum Feitoto kati ya wale watatu anakuwa katikati, lakini wanaye
Aba, mchezaji kimataifa kutoka Nigeria, anaweza kuanza pembeni. Selelizi Dane alianza pale jijini Mwanza. Lakini huku nyuma hapa katikati kuna Himidi Mao aliyefunga bao la kwanza, yupo kwenye kiwango bora sana. Wenzake ni pamoja kina James Akaminko, yupo Yahya Zaid, yupo Kanute, inategemea mwalimu atapanga vipi. Lakini golini wanaye Manula, wanaye Zuberi Foba, wote hao wamekuwa kwenye kiwango kizuri kama ilivyo kwa Fofana. Wakati Yanga Djigui Diarra matarajio anaweza kaanza. Katika walinzi kuna Bakari Nondo Mwamnyeto, kuna Ibra Baka, kuna Frank Asing, lakini vile vile kwenye safu ya kiungo wapo Mudathir Abbas, yupo Dzuke Oga Abuya. Katika viungo ushambuliaji, katika wale wanne pembeni kuna Peodo Pacome Zouzoua, kuna Maxim Pia Nzengeli. Lakini wakati huo kwenye mabeki wao wa pembeni yupo Shadrack Sakaboka, Mohamed Hussein Shabalala, yupo Israel Patrick Mwenda, yupo Kibwana Shomari. Ni baadhi tu ya wachezaji wa timu zote mbili ambao kama wakipata nafasi ya kwanza tutarajie bonge la mechi kwa kuzingatia mahitaji ya timu zote mbili.